Karibu katika uchambuzi wetu wa leo. Safari hii tunazama moja kwa moja kwenye mojawapo ya sura zenye mafumbo makubwa zaidi katika Biblia, Ufunuo sura ya 13. Tutachambua sura hii kwa kutumia mtazamo wa mahubiri kutoka kwenye chaneli ya YouTube iitwayo Midnight Cry. Hili ni swali ambalo limezua mjadala na hata hofu kwa karne nyingi. Nambari 666 inamaanisha nini hasa? Hebu sasa tuanze kuchimba na kuona tafsiri hii inatufunulia nini. Sasa, kabla hatujaenda mbali, ni muhimu sana kuelewa hili. Lengo letu hapa ni kuelezea na kufafanua mafundisho maalum ya mchungaji huyu. Hatuyawasilishi kama ukweli usioweza kupingwa, bali kama mfano wa jinsi maandiko haya tata yanavyoweza kufasiriwa. Sawa, tuanze. Kulingana na mahubiri haya, tishio kuu la siku za mwisho sio tu mhalifu mmoja anayefanya kazi peke yake. La hasha, ni kama timu iliyopangwa vizuri, muungano wa nguvu tatu zinazofanya kazi pamoja, kile ambacho mchungaji anakiita utatu usio mtakatifu. Hebu tuangalie hii jedwali. Inaweka mambo wazi kabisa. Unaona? Inatupa picha kamili ya jinsi hawa wahusika watatu walivyojipanga. Kwanza, kuna joka anayetajwa kuwa Shetani. Huyu ndiye bosi mkuu anayefanya kazi katika ulimwengu wa roho. Halafu, kuna mnyama kutoka baharini, yani mpinga Kristo, ambaye anatawala ulimwengu wa siasa. Na mwisho, kuna mnyama kutoka nchi kavu, nabii wa uongo anayesimamia medani ya dini. Sawa. Basi, hebu tumchambue wa kwanza. Chanzo cha nguvu zote katika muungano huu wa uovu, mhusika anayetambulishwa kama joka. Kulingana na tafsiri hii, joka ni kiumbe wa kiroho. Sasa, hii ina maana gani hasa? Ina maana hawezi kutawala ulimwengu wa kimwili moja kwa moja. Anahitaji mawakala, anahitaji watu wa kutekeleza ajenda yake hapa duniani. Kwa hiyo, hoja kuu hapa ni hii. Joka ndiye boss mkuu. Yule anayevuta kamba zote akiwa nyuma ya pazia. Ndiye anayempa mpinga Kristo nguvu na mamlaka yake yote. Kimsingi, yeye ndiye kamanda mkuu anayeongoza operation nzima. Sasa, kama joka yuko nyuma ya pazia, je, ni nani anayeonekana mbele ya macho ya ulimwengu? Hapo sasa ndipo anapoingia mnyama kutoka baharini, anayejulikana zaidi kama mpinga Kristo. Hebu fikiria kiongozi mmoja wa dunia mwenye mamlaka kamili ya kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Mtu anayeweza kuunganisha ulimwengu mzima chini ya utawala wake mmoja. Hivyo ndivyo wanavyowasilishwa katika tafsiri hii. Na jukumu lake ni nini hasa? Kwanza, anakuja kama mwanasiasa mahiri, labda hata kama mleta amani. Lakini nguvu anayoitumia inatoka moja kwa moja kwa joka. Lengo lake kuu, kuanzisha serikali ya kimataifa na hatimaye kudai abudiwe kama Mungu na kila mtu. Sasa, swali ni, mpinga Kristo atafanikiwa vipi kuushawishi ulimwengu mzima umwabudu? Hapa ndipo anapoingia mhusika wetu wa tatu, nabii wa uongo. Yeye ndiye mtaalamu wa propaganda na mbinu yake ni ya kijanja sana. Angalia ulinganisho huu. Kwa nje anaonekana kama mwanakondoo, mpole, mwaminifu, labda hata kiongozi wa kidini. Lakini anapofungua kinywa chake, anazungumza kama joka. Maneno yake yamejaa udanganyifu na ajenda iliyofichika. Yeye ni kama waziri wa propaganda wa ufalme huu. Anatumia miujiza na ishara za kushangaza ili kuwadanganya watu. Anashusha moto kutoka mbinguni, anatengeneza sanamu na kuipa uwezo wa kuongea. Yote haya sio kwa ajili ya ukweli, bali ni kwa ajili ya kuhalalisha na kuthibitisha mamlaka ya mpinga Kristo. Na kampeni hii yote ya udanganyifu inafikia kilele chake kwa jambo moja muhimu: kulazimisha watu wote duniani wapokee chapa fulani. Hapa sasa ndipo tunapofika kwenye ile nambari maarufu 666. Mahubiri yanasisitiza jambo zito sana hapa. Hii sio tu alama ya utii, ni mfumo kamili, mfumo wa udhibiti wa kiuchumi na kijamii. Bila chapa hii huwezi kununua, huwezi kuuza. Kimsingi uko nje ya mfumo wote wa maisha. Basi, mchungaji huyo anaitafsiri vipi nambari yenyewe? Je, 666 ni nini hasa? Sasa, sikiliza hili kwa makini. Badala ya kuichukulia kama fumbo la kihisabati unalotakiwa kulitatua,
Tafsiri hii inapendekeza kitu tofauti kabisa. Inaiona 666 kama ishara ya ule utatu wenyewe. Nambari 6 ya kwanza inamwakilisha joka. Ya pili inamwakilisha mpinga Kristo. Na ya tatu inamwakilisha nabii wa uongo. Unaweza kujiuliza, kwa nini nambari 6? Katika ishara za Biblia, nambari 7 mara nyingi huwakilisha ukamilifu wa kiungu. Nambari 6 kwa upande mwingine ni nambari ya mwanadamu, nambari ya upungufu. Kwa hiyo 666 inakuwa ni ishara ya utatu wa upungufu, bandia ya Utatu Mtakatifu, mfumo wa kibinadamu unaojaribu kujifanya Mungu. Lakini, je, ufalme huu wa uovu unafanikiwa? Kulingana na mahubiri haya, hadithi hii inaishaje? Ni nini hatima ya mwisho ya wahusika hawa watatu? Tafsiri hii inaeleza hukumu ya mwisho isiyo na rufaa. Kwanza, kwenye vita vya Armageddon, wale mawakala wawili wa duniani, mpinga Kristo na nabii wa uongo, wanakamatwa. Mara moja wanatupwa wakiwa hai kwenye ziwa la moto, na miaka 1000 baadaye bosi yao mkuu, joka, anafuata na kuungana nao. Kwa hiyo, tukikusanya yote pamoja, tunapata nini kutoka kwenye ufafanuzi huu? Kwanza, kwamba wahalifu wa Ufunuo 13 sio tu watu binafsi, bali ni mfumo ulioratibiwa. Pili, kwamba udanganyifu kupitia miujiza ndiyo silaha yao kuu. Tatu, nambari 666 inawakilisha utawala wao kamili. Na mwisho, mfumo wao unategemea udhibiti wa kiuchumi. Na huo ndio mwisho wa uchambuzi wetu wa tafsiri hii mahsusi ya Ufunuo 13. Inatuacha na swali hili la mwisho la kujiuliza: je, maandiko haya ya kale yanaendeleaje kuathiri jinsi tunavyotazama masuala ya nguvu, udanganyifu na hata mustakabali wa ulimwengu wetu leo?